chuo kinawajibika pia kwa jamii. Chuo chetu kinajikita katika utatuzi wa changamoto mbalimbali kama vile kusogeza huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wanaokizunguka chuo. Aidha, kuanzia mwaka wa masomo 2021-12 chuo kimejiwekea utaratibu wa kudahili na kufadhili wanafunzi wawili kwa mwaka kwenye sifa ya kujiunga na chuo wanaotoka katika familia zisizo na uwezo kutoka mtaa wa Hombolo Bwawani. Wanafunzi hao hupatikana kutokana na mapendekezo kutoka kamati ya mtaa na kuidhinishwa na mkutano mkuu wa mtaa wa Hombolo Bwawani B. Kutokana na uhitaji kuongezeka, kuanzia mwaka 2015-2016 hadi sasa chuo kiliongeza ufadhili na kufikia wanafunzi 4, ambapo wanafunzi wa kiume ni 2 na wa kike ni 2. Wanafunzi hawa wanapatikana kutoka kata ya Hombolo Bwawani. Pia chuo kinaendelea utaratibu wa kutoa huduma za mama na mtoto kwa wakazi wote wa Hombolo Bwawani. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo kimekuwa mstari wa mbele katika kudumisha michezo. Chuo kinaamini kwa vitendo kwamba michezo ni burudani, michezo ni afya na michezo ni ajira. Katika fani za michezo, chuo kinashiriki katika michezo mbalimbali ya kitaifa na kirafiki. Katika michezo ya kitaifa, chuo kimekuwa kikishiriki michezo ya shimta na shimvuta. Ushiriki wa chuo katika mashindano haya unachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha afya za watumishi na wanafunzi, ikiwa ni pamoja na kuongeza mahusiano mema baina ya chuo na taasisi mbalimbali ndani ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuongeza ufanisi utekelezaji wa majukumu yake, chuo kinafanya marejeo ya mpango mkakati pamoja na sera mbalimbali ambazo zitasaidia chuo kuweza kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa kuaksi mahitaji ya sasa ya mamlaka za serikali za mitaa, jamii na taifa kwa ujumla, hususan katika kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 6 ya kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka wa masomo 2024-2025 chuo kimepata mafanikio mbalimbali, nitayataja kwa ufupi. 1 ni uendelezaji wa kampasi ya Shinyanga. 2 ni kuongeza programu mpya kuhitajika na kuhuisha mitaala. Lakini 4 kutoa mafunzo ya mfumo wa fursa na vikwazo kwa maendeleo ulioboreshwa. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi Novemba 2025 chuo kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kimefanya mafunzo ya kujenga uwezo wa wadau mbalimbali, ikijumuisha kufanya mafunzo elekezi ya uenezi wa mfumo wa NOD kwa makatibu tawala mikoa 26, wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa division za mipango na uratibu, maendeleo ya jamii pamoja na waratibu wa mfumo wa NOD wa mkoa na halmashauri.